Naitwa SSP Mbunja Matibu, ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma usalama barabarani kutoka Jeshi la Polisi. Unapokuwa unataka kusafiri, hakikisha umepata tiketi yako ya kielektroniki, sio ile ambayo imeandikwa kwa mkono. Tiketi yako itakuwa na taarifa zako kama ifuatavyo: majina yako kamili, namba yako ya simu, namba ya usajili wa gari, namba ya kiti na kadhalika. Lakini pia unapoingia ndani ya basi, hakikisha unafunga mkanda wako barabara. Hii itakusaidia endapo itatokea changamoto yoyote njiani, basi hutahama kwenye kiti chako na utabaki kuwa salama. Lakini pia hakikisha uchanganywi na mizigo hatarishi kama misumari, nondo, mbao, kreti za soda ni hatari. Inawezekana njiani katokea changamoto isiwe kubwa, lakini kutokana na nature ya mizigo ukapata madhara, kwa sababu kuna mizigo hiyo ya hatari. Lakini pia unatakiwa kumfuatilia dereva mwenendo wake. Je, anatupeleka kwa usalama? Haendi mwendo wa kasi, mwendo wa madhara? Anatakiwa aende kwa ustaarabu. Je, anatii michoro na alama iliyopo barabarani? Lakini anakutana na makundi mbalimbali, anayaheshimu makundi hayo? Kuna bodaboda, kuna watembea kwa miguu, watoto wanavuka barabara, lakini hata kuna wanyama pia wanavuka barabara. Kuna mbuga za wanyama. Je, anaheshimu makundi hayo? Lazima muangalie dereva mwenendo wake anavyokwenda. Lakini pia nitoe rai kwa watumiaji wote wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba endapo gari litapata changamoto barabarani, breakdown, wahakikishe jitihada za makusudi zinafanyika kuondoa magari hayo, kuweka pembeni. Lakini katika kuelekea mwisho wa mwaka, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani, kama ilivyo ada, tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva, wakumbusha sheria zilizopo za usalama barabarani, lakini sambamba na udhibiti wa makosa ambayo yanafanyika barabarani. Lakini lengo kuu ni kuhakikisha kwamba watu wanaosafiri, maana kuna watoto sasa hivi wamefunga shule, wanafunzi wanasafiri wanakwenda likizo, lakini pia kuna watu wengine pia wanasafiri, kuhakikisha kwamba makundi yote haya yanakwenda salama yanapokwenda, lakini pia yatarudi salama baada ya hizo sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Kwa hiyo tuko kwa ajili ya kudhibiti usalama wa watumiaji wa barabara. Kwa majina naitwa Rajabu Kuliku, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Ujio huu wa timu kutoka makao makuu ya trafiki Tanzania una ishara kubwa sana kwa madereva. Ishara ya kwanza ni kuwakumbusha madereva kwamba wanatakiwa waendeshe salama barabarani tunapoendea kwenye kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Lakini pia haikuwa jukumu lao kuwakumbusha, kwa sababu dereva ni professional, anasomea. Kwa hiyo hili ni kama vile kumbusho ambalo ni la kuwakumbusha pasipotakiwa kukumbushwa. Lakini wao kama timu au wao kama chombo ambacho kinasimamia usalama barabarani wameona hawawezi kukaa kwenye madawati yao, lazima waweze kuzunguka kwenye barabara kuhakikisha pako salama. Na tunapoendea mwisho wa mwaka huwa kuna matukio mbalimbali yanayokuwa yanatokea ya ajali. Lakini hii ni ishara kwamba huwa ni uzembe na madereva huwa wanajisahau. Kwa hiyo kuwakumbusha pia ni jambo jema, lakini tunaona mabadiliko tangu madereva wanapokuwa wanasisitizwa kuingia darasani kusoma. Tumeona wanakuwa na umakini na umahiri, na hata Mbeya kihistoria ilikuwa inaongoza kwa matukio ya ajali ya mara kwa mara, na ajali nyingi zinakuwa za kizembe au za kibinadamu. Lakini kwa kipindi hiki tunaona kuna utulivu wa hali ya juu, kwa sababu madereva wamekuwa waelewa na wameelimika. Hivyo wanapaswa kuendelea kumaliza mwaka na kuonyesha kwamba si lazima tunapofunga mwaka tuwe na matukio ya ajali ambayo ni ya kizembe. Kwa hiyo tunawaombea waweze kuwa makini barabarani, lakini sheria zitafuatwa na zitasimamiwa, na hakutakuwa na msamaha kwa dereva ambaye atakuwa anafanya uvunjifu wa sheria barabarani.